Kitu kinachomfanya mtu aendelee kunyanyasika ni kusema ukweli. Upo dukani unauza nguo, bei kapanga bosi, mshahara wako kuupata shida. Anakuja mteja anakuuliza, hii nguo shingapi? 5,000 bei ya bosi. Na ukimaliza kuuza, mauzo anachukua. Haya, wewe unafaidi nini? Punguza ukweli. Haoni ndugu zako wanavokula bata kwa maisha ya kuedit. Hawa una ndugu. Wanatembelea magari ya kukodi, ila mbele ya mademo wanasema wamenunua. Kikuracho kinguoni mwako, maana ndicho kinachokujua vizuri. Lakini tukisema ni pete na kidole, kuna atakaosema fresh. Si hawana pete? Sasa dui yako ni kama nguo na mwili. Si unaona huwezi kumkwepa Punguza ukweli. Unaweza ukahisi mjini hakuna wachawi kwa sababu haurogo. Kumbe ni vile usemi ukweli. Mmasai unajiita Msukuma. Ukiulizwa Msukuma gani una nguo, creativity. Mtanga unajiita Wasumbawanga. Mpaka wachawi wanasema, kumbe familia. Jina Junior TZ. Unaenda kwa mganga kumroga. Anachofaidi ni kuku wako. Kila siku anakupiga tarehe, njoo kesho. Bado hajampata kwenye dira yake. Mpaka akaangazie kwenye dira ya dunia, BBC. Ukweli unaponza. Kuna mdu unahitajika uongo ili uepukane na kikombe cha mateso. Unaenda polisi, unaulizwa simu iko wapi? Hapana, mimi sema ukweli, sijui simu ilipo. Unapigwa, sema ukweli, simu iko wapi? Yaani sio kwamba useme ukweli. Kweli unasema ukweli. Ila sasa polisi wanahitaji ukweli. Mimi kuna siku nilienda polisi kwa kesi ya wizi wa simu. Nikapelekwa chumba cha gereji. Mpaka nikajiuliza, wamejuaje kama nati imechomoka? Polisi akaniuliza, dogo, simu iko wapi? Na mimi nikamuuliza, wewe simu iko wapi? Dogo, mjinga nini unaniuliza maswali gani hayo? Hata mimi nakushangaa hivyo unavoniuliza. Ujui? Sijui. Ndugu yangu alivyokuja akaniuliza, kesi inaendeleaje? Nikasema kila nikisema ukweli wanasema niseme ukweli. Sasa nataka wanaambie ukweli ni upi? Afande akadakia, sawa unasema ukweli hujaiba. Ila sasa walioleta kesi tutawaambiaje? Ninakubidi ukubali kuwa umeiba ili waone tunafanya kazi vizuri. Mimi napita jamani. Mimi napita.